الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mzangu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na leo ni Ijumaa ya mwanzo kabisa ya mwezi wa Ramadhan. Hotuba yangu leo itakuwa ni hotuba ambayo itatusaidia sisi kama waumini kuweka dira ya kufaidika na masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tutazungumzia maeneo manne muhimu kama muda utaturuhusu, ambayo tunatakiwa tuyape kipaumbele tukiwa ndani ya masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo nahusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu waumini kuweza kuyatia haya tutakayoyazungumza katika utekelezaji, ili tuweze kustafidi na fadhila zinazopatikana katika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eneo la kwanza kabisa ambalo ningependa kulizungumzia kwamba Ramadhani ni fursa ya mabadiliko. Ndani ya mwezi wa Ramadhani mambo mengi yanabadilika. Timetable zetu zinabadilika, masuala ya kula chakula yanabadilika, ibada zinabadilika. Almuhimu, kuna mabadiliko ya rutini ya kawaida ya siku nyingine. Haya ni mabadiliko madogo sana, lakini mabadiliko yanayokusudiwa hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mabadiliko ya nafsi, kuzibadilisha nafsi zetu. Mwezi wa Ramadhani ni semina ya mafunzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katuletea ya kinadharia na kivitendo kwa muda wa siku 30, tuweze kufaidika na mafunzo hayo ambayo yataweza kutubadilisha na kutufanya tukawa ni Waislamu bora zaidi kuliko tulivyokuwa katika miezi mingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, hakika Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyomo kwa watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao kwanza waamue kubadilisha yaliyomo katika nafsi zao. Kwa kama tunahitaji Ramadhani tubadilishe, hatua ya kwanza ya mabadiliko ni mimi na wewe na kila mmoja miongoni mwetu aibadilishe nafsi yake katika masiku haya 30. Na ataibadilisha vipi? Hiyo ndo maudhui ya hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, aina ya mwanzo kabisa mabadiliko ni kukiri makosa yetu. Sisi ni wanadamu, tunafanya madhambi, na kila mtu apate fursa ya kutafakari miezi yote 11 kabla ya mwezi wa Ramadhani, madhambi aliyoyafanya kuanzia alipokuwa na umri wa kubaligh mpaka sasa hivi ni madhambi mangapi, makosa gani anayo na yafahamu. Kuanzia pale ndio unaanza kuibadilisha nafsi yako kwa kujitambua kwamba wewe ni mwanadamu mkosaji, na ukatubu kwa Mwenyezi Mungu. Na tauba katika Uislamu ni mabadiliko, kwa sababu kwanza ni kutambua makosa, pili kukiri makosa, tatu kujutia makosa uliyofanya, 4 kutoa ahadi kwamba sintoyarudia yale makosa. Huu ni mchakato wa mabadiliko, na ndio maana ya tauba. Kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani
Mabadiliko ya mwanzo kabisa yawe mabadiliko ya nafsi zetu. Kila mmoja miongoni mwetu anajitambua na anatambua madhaifu yake. Hasa ni fursa ya wewe na Ramadhani ili uweze kubadilika, na Ramadhani inapomalizika uwe umetoka kuwa ni mtu mwingine kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, tubu ila Allahi taubatan nasuha, tubuni kwa Mwenyezi Mungu tauba ya ukweli. Tauba ya ukweli maana ni ile ambayo wewe unafahamu ukweli wa nafsi yako na ukaamua kuweka msimamo na kuchukua maamuzi ya kujirekebisha na yale madhambi ambayo ulikuwa ukiyafanya. Imam Hasan al-Basri rahimahullah anasema, almu'min qawamun ala nafsihi, muislam ni msimamizi wa nafsi yake. Yeye ndo anaiongoza nafsi yake, yeye ndo mkurugenzi wa nafsi yake. Yuhasibuha lillahi, anaifanyia tathmini, anaifanyia muhasaba kwa ajili ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila mmoja hapa yeye ni kiongozi wa nafsi yake. Tunatakiwa tuifanyie tathmini kama tunavyofanya tathmini katika mambo mengine kwa ajili ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, hasibu anfusakum, zihesabuni nafsi zenu, mzitathmini nafsi zenu, kabla an tuhasabu, kabla hizo nafsi hazijahesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hazijatathminiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu Waislamu, ndio fursa ya kujitathmini na kujua nafsi zetu zikoje. Na ili tuweze kubadilika katika haya tuliyozungumza, kuna njia mbili tu ambazo tunatakiwa tuzipitie, njia mbili za mabadiliko. Ya kwanza, kuwa mkweli na nafsi yako. Usijidanganye, kuwa mkweli na nafsi yako kwamba mimi ndio huyu, mimi ndio mwenye makosa haya, mimi ndio mwenye madhambi haya. Kuwa mkweli, ni mimi ndio nimeyafanya. Kuwa mkweli na nafsi yako. Hiyo ni njia ya kwanza. Usitafute sababu, usitafute wachawi wengine. Mchawi ni wewe mwenyewe na matendo ni ya kwako wewe mwenyewe na unayafanya wewe mwenyewe, yote yale ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuwa mkweli na nafsi yako. Njia ya pili, kuwa na uwezo wa kutoa maamuzi sasa, kwamba kama mimi ndio niko hivi, nataka nibadilike, nataka niwe tofauti. Njia hizi mbili zitatusaidia katika kutubadilisha kutoka katika hali tulionayo kwenda katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Eneo la pili, ndugu zangu, ambalo ningependa tuliangazie na tulipe kipaumbele katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni eneo la kujenga mahusiano yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jitathmini, jiangalie wewe uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ukoje. Sema mahusiano kila mtu anafahamu. Nikwambia wewe uhusiano wako na fulani ukoje? Mzuri sana. Je, na fulani usinitajie jina lake. Baki uhusiano mbaya. Au unanyamaza, au unabadilika sura yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna uhusiano mzuri. Hii ni mifano ya kibinadamu. Walillahi almathalul a'la. Sasa wewe uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ukoje? Unaweka katika daraja gani? Dhaifu, mbovu, mzuri, mzuri sana? Kila mtu anajua siri yake. Lakini wengi wetu mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu mabaya. Wengi wetu. Kwa hii ni fursa ya mwezi wa Ramadhani kutengeneza uhusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu, kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametunyooshea mkono wa mahusiano. Ametufungulia milango ya kutengeneza mahusiano. Yaani sisi tunamkosea, lakini bado yeye anaanza kutusalimia, anaanza kutupa bishara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha jaa Ramadhan, unapofika mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, milango yote ya pepo inafunguliwa. Yaani waumini wanafunguliwa kwamba milango ya pepo iko wazi, haifungwi mbele yenu. Wa ghulqat abwabud dar, na inafungwa milango ya moto, Muislamu asiingie hapa katika huu mlango. Lakini vile vile wasuffidat shayatin, na mashaitani wanafungwa pingu wasikushawishi wakakula ghai. Mwenyezi Mungu anatayarisha mazingira ya mahusiano mazuri baina yake yeye na waja wake. Tunachotakiwa sisi sasa hivi tupokee mkono wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sisi tufanye mahusiano mazuri. Mwenyezi Mungu ametoa fursa 3. Pepo imefunguliwa, maana tunakaribishwa. Moto umefungwa, maana hatutaki tuende kule. Mashaitani ambao ni maadui zetu, wanaotuharibia uhusiano wetu sisi na Mwenyezi Mungu, wamefungwa pingu, maana hakuna kishawishi. Sisi kama waumini tunatakiwa tumfanyie Mwenyezi Mungu vile vile vitu 3 kwa hichi alichokifanya, kwa maana ya kutengeneza mahusiano.
Jambo la mwanzo ambalo tunataka tumfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kusimamisha swala 5 ndani ya mwezi wa Ramadhani na qiyamul layl. Mwenyezi Mungu umetufungulia milango ya pepo, umefunga milango ya moto, umewafunga na mashetani. Mimi nitaswali swala 5 na mimi nataka nithibitishe natengeneza mahusiano na wewe. Swala 5 na qiyamul layl vile vile nitaswali. Hii ni fursa ambayo inatufanya sisi tujenge mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema waqimis salata lidhikri, simamisha swala kunitaja, kuzungumza na mimi. Kwa unaposimamisha swala 5 kila siku unazungumza na Mwenyezi Mungu. Unaposimamisha qiyamul layl unazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umefungua channel ya mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini fursa ya pili ambayo tunatakiwa tumpe Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kusoma Qur'ani yote, juzuu 30 ndani ya mwezi wa Ramadhani yote. Hiyo ni ahadi ambayo tunatakiwa mimi na wewe tuitoe kwa Mwenyezi Mungu, kuonyesha tumepokea mkono wake aliotoa. Kwa sababu Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ya mtu ni dhati yake. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni dhati ya Mwenyezi Mungu. Tunaishi sisi na dhati ya Mwenyezi Mungu ambaye ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaliyopo katika Qur'an. Ni maneno aliyotuletea kama mwongozo, anazungumza na sisi waja wake. Sasa sisi tunayachukuliaje haya maneno? Na hayo maneno yameshushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ule mwezi ambao ndani yake imeshushwa Qur'an, yameshushwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini usiyasome yote? Kwa nini useme nitasoma mata yassara min alquran? Kwa nini? Muda unao, nguvu unazo, macho unayo, alhamdulillah, uwezo wa kusoma unao. Kwa nini useme nitasoma tu juzu amma, nitasoma ayatul kursi, au nitaishia kumsikiliza imamu anatushiza tarawih? Haitoshi. Soma maneno yote ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uweze kuwa na hoja mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba niliyasoma maneno yako yote. Inawezekana sikuyafahamu yote, lakini niliyasoma yote ambazo ni juzuu 30. Hii ni ahadi ambayo tunataka tumpe Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, kuacha kuisoma Qur'an na kuipuuzia ni kuihama Qur'an. Na katika mashtaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyashtakia kwa Mwenyezi Mungu, mashtaka pekee ni mashtaka ya watu wasiosoma Qur'an, wasiojali Qur'an, wasioithamini Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waqala ar-rasul, na akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ewe Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, watu wangu wameihama hii Qur'an. Wa maulama wanasema hawaisomi, hawaizingatii, hawaifanyii kazi. Kwa maana ya kuihama hii Qur'an. Pamoja na kuwa aya ilishuka kwa mushrikini wa Makka, lakini wanachuoni wetu wanasema inawahusu mpaka Waislamu kama watakuwa na sifa zinazofanana na sifa za mushrikini. Imam Ibn Kathir katika kufasiri aya hii anasema wadhālika anna al-mushrikina kanu la yasma'una al-Qur'an. Hii ni kwa sababu mushrikina walikuwa hawaisikilizi Qur'an, wala yatadabbarunahu, wala hawazingatii Qur'an inasema nini, wala ya'maluna bihi, wala hawaifanyii kazi Qur'an. Hawa ni mushrikini. Sasa ukiwa wewe Muislamu huisomi Qur'an, huisikilizi Qur'an, huifanyii kazi Qur'an, huzingatii maneno ya Qur'an, tofauti yako na mushriki ni nini? The same, nafanana katika kila kitu. Kwa hiyo maana maulama wakasema mtu ambaye hatajishughulisha na Qur'an anakwenda kufanana na sifa mbaya ambazo zimetajwa katika Qur'an za mtu ambaye ni mushriki, kitu ambacho sio kizuri kwa Muislamu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tukajishughulisha na kuisoma Qur'an na kuimaliza Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la tatu, fursa ya tatu ni kuomba dua na kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika ayati Siyam mwishoni, wa idha sa'alaka, wanapokuuliza wewe Muhammad, anni, kuhusu mimi Mwenyezi Mungu, fa inni, basi mimi, qaribun, nipo karibu nao. Msisitizo mara tatu. Wanapokuuliza waja wangu, anni, kuhusu mimi, fa inni, basi mimi, qarib, nipo karibu nao. Haya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sababu ya kushuka kwa aya ni mbedui alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana matatizo, changamoto za maisha. Akamwambia, ya Muhammad, arabuka ba'idun fanunadi am qaribun fanunaji?
Je, Mola wako huyo yuko mbali tumuite kwa sauti au yuko karibu tumnong'oneze? Kabla hajajibu, Jibril amekuja. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, mimi nipo karibu. Sawa? Kwa hiyo waniombe. Nani miongoni mwetu asiyekuwa na shida? Ni nani ambaye hapitii changamoto? Tumebeba wote takriban mizigo ya fikra. Ni nani wa kumshtakia na kumlilia? Hakuna isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shida zako mwelekezee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi wa Ramadhani dua za aliyofunga hazina pazia na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qiyamul layl, Mwenyezi Mungu anateremka katika mbingu ya dunia kupokea maombi ya wenye kuomba. Fursa za kusikilizwa dua zetu ni kubwa na maradufu ndani ya mwezi wa Ramadhani kuliko miezi yote mingine. Kwa hiyo tumlilie, tumnong'oneze, tumshtakie Allah subhanahu wa ta'ala. Eneo la tatu ni kurekebisha tabia zetu na uhusiano wetu baina yetu. Ndugu zangu, tabia njema ndio kilele cha Uislamu wa mtu. Bila tabia njema Uislamu wako hauna uzito wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya mtu haipimwi kwa madhari yake na jinsi alivyo. Inapimwa kwa muamala wake na wanaomzunguka. Ndio tabia inapimwa pale. Tabia ya mtu inapimwa na muamala wake na wale wanaomzunguka. Na mwezi huu ndio mwezi wa mabadiliko ya tabia zetu. Hadithi ya Abi Huraira muhimu anasema, almu'minu mir'atun akhihi, Muislam ni kioo cha ndugu yake Muislamu. Hadithi hii muhimu sana. Kioo mara nyingi huwa kidanganyi. Wewe ukitaka kutoka unakuja salati aljumaa, umevaa kanzu yako baragashia, unapita kwenye kioo unajiangalia, kioo kinakwambia baragashia imekaa upande, kanzu yako imechafuka, ilo koti sio safi. Unakisikiliza kioo unakwenda kubadilisha, lakini kioo ndio kinakudanganya kikikwambia Sheikh umependeza sana, kofia imekaa vizuri, koti liko vizuri. Ungetoka pale, ungetoka nje, ungekuwa kichekesho. Sasa Muislamu amefananishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kioo, kwa maana tunasihiane katika tabia kwa lugha nzuri. Mwenzako anakwenda vibaya, mueleze, ajitambue kwamba hicho anachokifanya hakiko sawa, anakuwa kichekesho mbele ya watu. Ni wajibu wako kumfahamisha. Sasa mwezi wa Ramadhani, zile tabia ambazo unaambiwa na ndugu zako Waislamu na wewe mwenyewe unazifahamu, ndio wakati wa kuzibadilisha, kwamba hizi tabia sio nzuri, nazielewa au nimeelezwa, kwa hiyo nazibadilisha. Kwa hiyo unakuwa na tabia iliyokuwa njema. Masuala ya uongo, utapeli, yote haya yanasababisha funga zako isiwe na thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada'a qawla zuri wal amala bi, yote yule ambaye hatoacha maneno ya uzushi na uongo na akayafanyia kazi maneno haya, falaisa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Mwenyezi Mungu hana haja ya mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Yani kama vile endelea kula tu Sheikh, haina haja ya kufunga kama hujaacha uongo na matendo ya uongo. Na hii ndugu zangu inahusu wafanya biashara, inawahusu mafundi tofauti tofauti ambao wanatanguliza uongo kabla ya kitu chochote. Aelewe kabisa hii ni tabia ambayo inaharibu saumu yake. Kwa hiyo ni lazima ajitahidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kubadilisha hizi tabia alizonazo, na zinabadilishika akiamua kuacha na akijitambua kwamba anazo tabia kama hizi. Kwa hii ni sehemu ya 4 na ya mwisho ya fursa ambazo tunatakiwa tuwe nazo kama Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jiulize, je, naishi na watu kwa wema? Je, maadili yangu yanaridhisha? Je, ulimi wangu ni safi, yani sizungumzi mambo ya hovyo? Je, ninajali hisia za watu wengine? Haya ni masala ambayo kila Muislamu anatakiwa ajiulize. Mwisho kabisa ni eneo la uhusiano wako na wenye kuhitaji, maskini, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema, waqimus salata wa atu zakat, simamisheni swala, toeni na zaka. Wewe kiwango cha zaka kimefikia kutoa, mwezi wa Ramadhani ni mwezi mzuri zaidi kutoa zaka kuliko miezi mingine. Iwe ni zaka ya fedha, iwe ni zaka ya mazao, iwe ni zaka ya mifugo. Huu ndio mwezi kuwasaidia wale ambao wametajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, yote ile atakayemfuturisha aliyefunga atapata ujira sawa sawa na yule ambaye amefunga. Ni mwezi wa kulishana vyakula, na kila mtu ana uwezo wa kumlisha mwenzake chakula. Weka kitumbua kimoja msikitini,
chupa za maji ya kunywa, chochote ambacho Allah amemjalia kwa kupata fadhila hizi, akawa yeye ni sabakan, yani wa kwanza katika kuwafuturisha watu. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni katika mmoja miongoni mwa watu wakarimu sana. Wakana ajwad ma yakunu fi Ramadhan, na ukarimu wake ulikuwa unaonekana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Riwaya zingine zinasema alikuwa ni kama upepo wa kimbunga, yani kila kinachokuja mbele yake anatoa kwa wenye kustahili. Kwa hiyo ni mwezi wa kuangaliana, ni mwezi wa kujaliana, ni mwezi wa kuthaminiana, ni mwezi wa kuangalia watu ambao wana shida tukawasaidia katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuzuku. Ndugu zangu Waislamu, tufanye toba ya kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuimarishe mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanye maadili yetu yawe ni mema na tuwe na nyoyo za huruma kwa wanaohitaji. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.